yani HEET, ambao unasimamiwa na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Mnamo tarehe 21 Novemba 2023, Chuo Kikuu cha Dodoma kilipokea maelekezo kutoka Wizara ya Elimu kujenga kampasi ya chuo katika mkoa wa Njombe kupitia mradi wa HEET. Uongozi wa chuo uliwasiliana na serikali ya mkoa wa Njombe ili kupata maeneo kwa ajili ya kutekeleza mradi huo. Kwa kuzingatia maeneo ya vipaumbele vya serikali, Chuo Kikuu cha Dodoma ilielekezwa kujenga kampasi itakayotoa mafunzo yanayoendana na shughuli za kiuchumi na mahitaji ya maendeleo ya mkoa wa Njombe na maeneo ya jirani. Kwa sababu hiyo, kuanzishwa kwa kampasi ya Njombe ya Chuo Kikuu cha Dodoma ni mwendelezo wa juhudi za serikali ya Tanzania za kupeleka elimu ya juu karibu na wananchi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na Meza Kuu, kwa kuwa kampasi hii ipo katika mkoa wa Njombe ambao uko ukanda wa nyanda za juu kusini, kuanzishwa kwake ni hatua muhimu sana katika kufungua fursa za wananchi kupata elimu, ujuzi na maarifa na kufanikisha malengo ya kukuza uchumi, maendeleo endelevu, kuchangia katika uchumi wa ukuaji wa uchumi wa nchi yetu kwa ujumla wake. Ili kuanzishwa kwa kampasi yenye tija na inayoakisi malengo ya mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi, Chuo Kikuu cha Dodoma kilifanya tathmini ya mapungufu ya ujuzi, mahitaji ya elimu na taaluma itakayoleta tija katika kuboresha uchumi wa mkoa wa Njombe na mikoa ya jirani. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na Meza Kuu, tathmini ilionyesha kwamba mkoa wa Njombe na mikoa ya jirani ni maeneo ambayo yana hali nzuri ya hewa na rasilimali nyingi kwa ajili ya ustawi wa sekta za kilimo, mifugo, uvuvi na misitu. Pia katika mikoa hii kuna rasilimali za madini na mazingira mazuri kwa ajili ya utalii. Hata hivyo, mikoa hii inakabiliwa na uhaba wa utaalamu unaohitajika ili kuendesha shughuli hizo kwa ufanisi. Vile vile, tathmini ilibaini kwamba kuna hitaji kubwa la programu za elimu zinazohusiana na shughuli hizo za kiuchumi, ikiwa ni pamoja na kukuza ujuzi katika kilimo, misitu, usindikaji na kuongeza thamani ya mazao ya kilimo, mifugo, uvuvi pamoja na utalii. Pia kuna mahitaji makubwa ya kukuza ujasiriamali biashara na masoko ya mazao yanayozalishwa na sekta zilizotajwa hapo juu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kutokana na tathmini ya upungufu wa ujuzi na stadi za kiufundi pamoja na mahitaji ya taaluma za kipaumbele, kampasi ya Njombe ya Chuo Kikuu cha Dodoma inatarajia kutoa programu kadhaa ili kuongeza elimu, ujuzi na maarifa katika sekta tajwa kwa awamu, kutegemeana na miundombinu ya kujifunza na kufundishia pamoja na upatikanaji wa watumishi na rasilimali nyinginezo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, baada ya kupokea maelekezo ya ujenzi wa kampasi ya Njombe, chuo kilianza mara moja kutekeleza maagizo hayo, ikiwa ni pamoja na kutafuta eneo na kupata hati ya kumiliki eneo hilo kwa kushirikiana na ofisi ya Mkuu wa Mkoa, kupanga matumizi bora ya ardhi, kufanya tathmini ya kimazingira na kijamii yaani ESIA, kutafuta mshauri mwelekezi ambaye atasimamia utekelezaji wa mradi huo, pamoja na kutafuta mkandarasi kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya kampasi hiyo. Kutokana na ushirikiano mkubwa kutoka kwa Mkuu wa Mkoa wa Njombe na mamlaka zingine za serikali, hatua hiyo hapo juu zimekamilika na leo hii tarehe 12 mwezi wa 5 2025, mkataba wa kuanza ujenzi wa miundombinu ya kampasi hiyo unasainiwa ili ujenzi uanze mara moja. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ili kuanzisha kampasi ya UDOM Njombe, miundombinu msingi imebuniwa kwa kuzingatia malengo na mahitaji maalum ya elimu ya juu, mahitaji ya wanafunzi na jamii inayozunguka. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na Meza Kuu, jumla ya shilingi za Kitanzania bilioni 17.172 zimetengwa kwa ajili ya kutekeleza awamu ya kwanza ya ujenzi wa miundombinu ya kampasi ya Njombe, na fedha hizo zitatumika kujenga miundombinu 6 ya msingi kama nitakavyoitaja hapa chini. Miundombinu ya kwanza ni jengo mtambuka la taaluma. Jengo hili limebuniwa na litakuwa na ghorofa 3 litakapokamilika. Awamu ya kwanza itajenga ghorofa ya kwanza yaani E+1 na ghorofa 2 zitatekelezwa hapo baadaye kadri fedha zitakapokuwa zinapatikana. Jengo hili mtambuka la taaluma litachukua eneo la mita za mraba 3465 na litakuwa na madarasa, maabara na karakana pamoja na maktaba. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na Meza Kuu, jengo la pili ni jengo la utawala.
ambalo litakuwa na ofisi mbalimbali za viongozi wa chuo na lenyewe litachukua mita za mraba 1880. Ni jengo la ghorofa moja G+1 na hili litajengwa katika awamu ya kwanza. Sakafu ya kwanza itakuwa na vyumba 20 ambayo itakuwa na uwezo wa kuchukua watu 26. Sakafu ya pili itakuwa na vyumba 15, itakuwa na uwezo wa kuchukua watu 71 kwa wakati mmoja. Lakini kuna sakafu ya juu terrace floor ambayo itakuwa na vyumba viwili, itakuwa na uwezo wa kuchukua watu 9. Jengo la tatu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na viongozi, ni jengo la cafeteria. Jengo hili ni jengo la chini, litachukua eneo la mita za mraba 335 na lina uwezo wa kuchukua watu 110 kwa wakati mmoja. Jengo la nne ni jengo la karakana. Jengo la karakana ni jengo la chini pia, litachukua eneo la mita za mraba 796. Jengo hili litakuwa na vitengo mbalimbali ambavyo vitakuwa vinaakisi taaluma zinazotolewa katika kampasi ya Njombe. Jengo la tano ni jengo la hostel ya wanafunzi. Jengo hili litakuwa na ghorofa 3 litakapokuwa limekamilika, lakini Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, awamu ya kwanza itajenga ghorofa ya kwanza ambayo ni itajenga jengo lenye ghorofa moja ambalo ni G+1 na ghorofa 2 zitajengwa hapo baadaye kadri fedha zitakapokuwa zikipatikana. Jengo hili Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa litachukua eneo la mita za mraba 2233 na litachukua watu 260 kwa wakati mmoja, na pia litakuwa na vyumba vya washauri wa wanafunzi pamoja na duka la mahitaji muhimu, na litakuwa na eneo la jumla kwa maana ya common room. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na viongozi, sakafu ya kwanza itakuwa na vyumba 28 ambayo itachukua watu 112. Sakafu ya pili itakuwa na vyumba 37 na itakuwa inachukua watu 148. Jengo la tano ni jengo la zahanati ambalo litajengwa kwa ajili ya kimsingi jengo hili limetengewa fedha na litatokana na kurekebisha nyumba ya mkandarasi. Kwa sababu hiyo, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mkandarasi ataelekezwa namna ya kujenga jengo hili ili baadaye liweze kutumika kama zahanati. Na jengo hili linachukua mita za mraba 278 na litakuwa na vyumba 10, chumba cha sindano, vyumba 2 vya daktari, ofisi, itakuwa na chumba cha kusafisha vidonda, itakuwa na chumba cha maabara ndogo, vyumba 2 kwa ajili ya mapumziko, lakini itakuwa na chumba cha dawa pamoja na chumba cha chanjo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kazi hii kutakuwa pia na kazi ya kujenga, ya kuzunguka majengo au zile external work. Kazi hii itatekelezwa katika awamu ya kwanza. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na viongozi, muda wa ujenzi umewekwa kuwa mwaka mmoja, yaani siku 365. Kwanza kabisa tunaishukuru Chuo Kikuu cha UDOM kwa kutupa fursa hii ya kuweza kusimamia ujenzi huu kuanzia mwanzo wa utekelezaji kwa maana ya design stage mpaka leo tunasainiwa mkataba kwa ajili ya kuanza ujenzi wa kampasi ya Njombe kwa ajili ya UDOM. Bali na shukrani hizo, niseme pia kwamba kutokana na imani ambayo tumepata kutoka kwa UDOM, sisi kama washauri elekezi tunaahidi kwamba tutashiriki kikamilifu katika kutekeleza mradi huu, ambapo tunaahidi kwamba tutatekeleza mradi huu kwa wakati kama ilivyosemwa na aliyepita kwamba mradi huu ni wa mwaka mmoja. Kwa hiyo tunategemea mkandarasi tutakuwa pamoja kwenye utekelezaji wa huu mradi kwa muda ambao uko kwa ajili kwa muktadha wa mkataba wetu kwa mwaka mmoja. Lakini kingine tunachoweza kuahidi ni kwamba UDOM wategemea kupata kazi yenye quality ile ambayo tunaitegemea. Sisi mko na nafasi yetu, tunatekeleza ilani yetu, ni jambo jema kabisa. Hatuwezi kuwa na mji mkubwa kama huu Njombe na inavyoendelea, hatuna chuo kikuu. Tuna changamoto nyingi sana kwa maana uelewa kwa baadhi ya mambo mbalimbali ambayo yanakuja. Mambo yanakuja kwa wingi kwa wakati mfupi sana. Tunazungumza miradi ya uchimbaji wa madini, lakini bado hatuna chuo kikuu kinachotafuta nafasi ndogo ndogo kwa maana ya elimu ndogo ndogo ya muda mfupi, miezi 3, miezi 6, watu wataendelea. Lakini pia tumekuwa na mazao mapya kabisa kwenye mkoa wetu. Tunazao kutoka kabisa mkakati kama parachichi, mpaka ninavyoongea sasa bado hajawa na utaalamu wa kutosha. Tumekuwa tunazalisha lakini sio ule unaotakiwa. Tuna imani kwamba kwa chuo hiki sasa
unaenda kutatua changamoto ambazo wakulima wa Njombe wanapambana nazo. Lakini tunazalisha chai nyingi sana, bado pia tulikuwa na chai ambayo haipokeleki vizuri. Inaonekana bado kuna maeneo hatufanyi vizuri. Ni imani yangu kama Chama cha Mapinduzi, ujio wa chuo hiki unaenda kupata majibu au majawabu ya changamoto ambayo kilimo kinapambana nayo kwenye mkoa wetu wa elimu. Lakini niseme ni zaidi ya maombi, nimeshukuru inatosha, lakini niombe sana chuo chetu kitakapoanza kutoa elimu hii, basi waangalie maeneo ambayo kimsingi Njombe tunapambana nayo. Nimeshazungumza uelewa mkubwa wa kutosha kwa maana kilimo, wataangalia kozi ndogo ndogo zinazosaidia kulima kuondoka na changamoto ambazo zinawakabili kwenye uzalishaji. Lakini Njombe ina wabunifu wengi sana. Tunaona maeneo mengi ambayo wabunifu wapo, lakini hawapati nafasi ya kuongeza uelewa wao juu ya kile ambacho wanakibuni. Ukienda kwenye maeneo ya maji unakutana na wabunifu wapo, kutoa maji chini kupeleka juu ya milima, lakini bila utaalamu wa kutosha. Ni maana kwa program kama hizo wenzetu wanaweza kutusaidia. Lakini kama nilivyoongea awali, tunazungumza uchimbaji. Sasa maeneo mengi sana ya uchimbaji yamefunguka Makete, wanafikiria kwanza kuchimba wakati wote Ludewa, wanaenda kuchimba wakati wote. Ukiangalia kwa watu wa kawaida sana, bado hawajajipanga sana namna kuingia kwenye nafasi hiyo ama fursa hiyo ya uchimbaji kwa elimu alionayo. Ni imani yangu kwamba baada ya kuwa tumefungua chuo chetu, basi muweze kuangalia kwamba programu hii ya uchimbaji nayo inachukua nafasi ya kutosha, kuona angalau mtu wa Njombe anafaidika na kile ambacho tumekuwa tunakililia kwa muda mrefu. Na chuo cha Dodoma mtakumbuka au mnajua ni kwa miundombinu yake na sehemu yake iliyopewa ni kwamba inapaswa kuchukua wanafunzi wengi, maelfu, kuanzia 45,000 na kuendelea. Mwake hapo moduli yake, moduli ilikuwa ni vyuo vikuu vya nchi nyingine kama Marekani, kama chuo kikuu cha Chicago ambacho kina wanafunzi zaidi ya 100,000. Hapa Afrika chuo kikuu cha Cairo kina wanafunzi zaidi ya 200,000 wanafunzi. Kwa hiyo kwamba miundombinu yake, walimu wake, kila kitu itakuwa ni chuo kikubwa ambacho kitaweza kuchukua wanafunzi kutoka kila kona ya nchi hii. Sasa hapa nalitaja hili kwa sababu sasa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan yeye amebadilisha hiyo filosofia ya kutoa elimu ya juu, kwamba itolewe mikoani, kwamba kila mkoa uwe na angalau chuo kikuu kimoja ambacho pamoja na, kwa sababu tunajua maki hii kitu inaitwa university. University inatokana na neno universal, kwamba elimu ni ya dunia, ni universal. Lakini pamoja na hilo lazima iwe na local content pale chuo kilichopo. Kwa hiyo chuo cha Dar es Salaam sawa, kina local content yako na Tanzania nzima, lakini uamuzi wa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na serikali yake kwamba pia kuwe na vyuo mikoani ambavyo vitakuwa vinajali na kutia maanani ile hali halisia ya mahali ilivyopo. Kwa hiyo kama tunaelezwa hapa, kama mahali penyewe ni kilimo, ni parachichi, ni mining, basi chuo kikuu hicho kitie hilo maanani, pamoja na kwamba kisiwe kwamba ni kijiwe cha mjomba. Tuanze kuamini watu wetu na mabenki yetu ya waamini wa kandarasi wa Tanzania, kwa sababu huyu bwana hapa anafanya ugaji, kandarasi mshauri Tanzania, anayejenga Tanzania. Saruji atachukua maduka yetu sisi, Watanzania watapata ajira. Sasa Profesa Msiluka ana jambo kubwa, yaani wewe ndio ukiweza kwa sisi kama mkoa tutakupa cheti cha kushukuru kwa ulimwamini mtu mweusi kujenga huu mradi. Ungekuwa hapa sasa tunaongea, kandarasi anaongea, ungekuwa hapa na tafsiri. Milioni 20. No. Hapana. Kwa kweli Profesa umetendea haki chuo, ni kitu kikubwa. Mimi kwangu nimeona ule uzito kwamba I wish wizara waone kwamba kama huyu mtu ameweza. Kwa nini siwaamini watu? Kwa mimi nakushukuru sana. Anajenga kwa nakushukuru sana ndugu yangu. Toe Profesa kwenye hili.
itoe wizara kwenye aibu. Sasa tunashukuru wote wawili, wizara na chuo, na naamini kwamba kutokana na wewe yule mwingine aliyepewa kazi ile nyingine, pengine kesho wizara zetu zote wataamini wa Tanzania. Ghorofa tu hapo hiyo ghorofa mbili. Amoni mtu anajenga nyumba yake, tumpe mtu aje atujengee. Kwa bilioni 20 hizi tutakuwa tumezitendea haki. Mimi profesa nakushukuru, na haya naamini kwamba ndio mambo ambayo Mheshimiwa Rais anaposema tujenge sekta binafsi. Nasikia Rosta Mwaziza izungumza nzuri sana. Tutajenga uchumi wetu sisi wenyewe kama taifa, hakuna mtu akutujengea. Lakini ili tujenge uchumi, lazima sisi wenyewe tuaminiane. Mabenki ya waamini wa Tanzania, na Watanzania wawe waaminifu kwenye mabenki. Taasisi zenye miradi ziwaamini wa Tanzania. Kwa mimi nimefarijika sana na niwatakie heri. Naamini kwamba hata kuja hapa kiongozi kwanza kugombana na wewe, mbona tumekuwa nje ya mkataba. Tuna miezi 20 na ngapi ya mwaka mmoja. Piga show mzee usiku na mchana, watu waona aibu kwamba it is possible. Familia ya yule msitu tunapenda sana. Baki ni Yesu tunafungulia mlango wa elimu ya juu kwenye mkoa wetu. Na kwa kweli Profesa Kurudhu, ukipima viwanja, Profesa Misitu mpe kiwanja kimoja cha kumbukumbu. Anasema jamani, hiki kiwanja nilipewa kwa sababu nilifacilitate kwenye wakati wangu Chuo Kikuu cha Dodoma kufungua. Sasa sisi ndio campus ya kwanza yenu. Au na campus nyingine? Ndio campus ya kwanza. Na hata kwenye achievement ya BC alikuta UDOM ina wanafunzi elfu ngapi? Hayo ndio obvious. The beauty ya historia ni kwamba kwenye wakati wake alitoa UDOM Dodoma, ikaenda kwenye campus Njombe. Na nilikuwa darasa la chuo akiwa profesa Kandala. Hivi vingine vyote ambavyo mngeomba vinatokana na ndugu mkuu. Kwa hiyo kwa kuomba kupata kampasi ya chuo kikuu, maana yake mliomba vingine vyote vinavyotokana na elimu na ujuzi na maarifa. Kwa hiyo naomba mnipigie makofi. Lakini kama ambavyo viongozi wote wamesema, kwa kweli tunampongeza na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Katika awamu hii ya kujenga kampasi za vyuo vikuu, hii ya Njombe ilikuwa ya mwisho. Kwa hiyo na niseme ukweli, fedha ambazo zinatumika kujenga hii kampasi hapa Njombe, Chuo Kikuu cha Dodoma, ilitakiwa itumike kujenga kituo cha ubunifu cha TEHAMA kwenye Chuo Kikuu cha Dodoma. Mwanzoni ndio ilikuwa mawazo. Lakini nadhani baada ninyi kuendelea kumwomba Mheshimiwa Rais na serikali, na kwa kuzingatia kwamba huu ni kati ya mikoa ambayo kwa kweli inajitahidi sana katika kuchangia uchumi wa nchi hii, nadhani serikali iliona ni busara kwamba hao watu wanastahili kupata kampasi ya chuo kikuu. Na sio kwamba mikoa yote ya Tanzania hadi sasa ina kampasi za vyuo vikuu. Hapana. Mkoa wa Songwe bado, mkoa wa Mtwara bado, mkoa wa Pwani bado, pamoja na kwamba uko karibu na Dar es Salaam. Kwa hiyo maana yake ni kwamba serikali ilielewa na inajua kwamba chuo kikuu kitakuwa ni chachu ya maendeleo kwa mkoa huu wa Njombe, na kwa kweli hata mimi binafsi ninafurahi kwamba mkoa umepata chuo. Ninakumbuka nilipokuwa naitafuta hiyo elimu mimi, nilikuwa nakwenda kwa miguu, wanaoingia Makete, utakuja unapata basi moja wakati ulikuwa ninaenda Mwafrika, alafu utafika hapa unapanda Lewe, alafu ukifika Iringa unapanda Kamata, unakwenda Dar es Salaam. Sasa nikiona hivi ilivyo, na sikuwahi kuamini kwamba naweza nikaishi nikashuhudia mabadiliko haya. Kwa mimi nafsi nafurahi kwamba watoto wetu na vijana wetu watapata fursa, na sisi ambao tulipata elimu nadhani wajibu wetu ni kutayarisha mazingira mazuri kwa ajili ya vijana wetu. Kwa hiyo ninawapongezeni sana.
lakini tunawaomba muwe tayari kuwapokea watu wa mikoa jirani. Hiki ni chuo kiko hapa Njombe kwa sababu ni kati na watu wengi wanapita hapa kuelekea sehemu nyingine. Kwa hiyo ukanda wote wa nyanda za juu na hasa ukienda kusini Songea huko mpaka Tunduru wapi, kule kuna chuo kikuu. Kwa hiyo sisi hapa tutakuwa ni kuwapokea, na tukifanya hivyo tutakuwa tunafanya kwa niaba ya serikali yetu. Mimi naomba nishukuru Baraza la Chuo Kikuu cha Dodoma. Mwenyekiti wetu leo ameona umuhimu wa kuambatana sisi kuja hapa. Zile shughuli zetu za mwanzo tulizozifanya, kuja huku kutafuta maeneo, kuja huku kuzungumza na wananchi, kupata aina gani ya stadi na programu zinahitajika. Tumepewa kazi hii kama wazawa, sisi tunashukuru sana. Tunaenda kutekeleza kwa mujibu wa mkataba wetu kama ambavyo umesema.